sana wanaoweza wakaangalia moments za football kwamba mechi inaendelea, kuna sehemu kuna shida inatakiwa niende nikakave. Ni mchezaji ambaye anaendelea kuzitunza zile kanuni za defending. You drive then you must be compact. Unapokuwa defense, unapokuwa unacheza kwenye eneo la defense, lazima uwe na uwezo wa kusubiri kidogo, lakini hakikisha kwamba mnacheza kwa pamoja, kwa sababu mkiachia nafasi tu mnaweza mkatengeneza mazingira makubwa ya kufungwa. Ndio maana ukimtazama kwenye delay position pamoja na kutengeneza compact, amekuwa ni mchezaji mzuri sana. Simba wameleta bwana mdogo wa, naweza nikasema huyu ni mdogo wake na Shomari Kapombe, ambaye ukimtazama kuna possibility kubwa atakuja kukava kwenye eneo lake kwenye ubora mkubwa sana. Ni sifa chache ambazo ni mchezaji wa namna ambavyo Simba kwa namna alivyokuwa anahitaji mchezaji, ni mchezaji ambaye physically fit 100% wanahitaji mchezaji wa namna hii. Nathan Chilambo amemwaga wino ama amesaini kandarasi ya miaka 2. Nini kilimfanya asipate nafasi pale Azam? Azam ni kwanza ni nafasi. Naweza nikasema ni nafasi, lakini pia hata utamaduni wa Azam, kwa sababu ukiangalia Azam wana Rusajo Mwaikenda, wana Pascal Msindo. Ukiwatazama wachezaji wamekuwa ni wachezaji ambao ni kama system ya Azam wao imewatengeneza base, imewatengeneza katika mfumo wa wao, kwamba Azam inapotengeneza mashambulizi mazuri inamhitaji Nathan, not inamhitaji Rusajo na inamhitaji Pascal, kwa sababu ukikuta timu imetengenezwa kwa kuangalia base ya wachezaji fulani, wachezaji ambao hawapati namba mara kwa mara wanapata wakati mgumu sana kuingia kwenye first 11, kwa sababu ukijaribu kutazama Pascal ni mchezaji mzuri sana, Rusajo ni mchezaji mzuri sana. Kumbuka wawili wamefika sehemu akawa wanaitwa timu ya taifa, wanapambana kabisa, wanapata nafasi kwenye timu ya taifa. Sasa ukimwangalia Chilambo, of course ni mchezaji mzuri sana, lakini eneo lingine ambalo lilimfanya asipate nafasi, kama umefuatilia vizuri, kwa upande wa Azam, baada ya kuonekana kwamba Azam mabeki wa pembeni kwa maana fullbacks ni kama zimetimia, kwa maana ya Rusajo na Pascal Msindo, ni kama eneo lile limetimia for 100%. Ziko nyakati nyingi sana kama umejaribu kutazama, Chilambo alikuwa akipewa nafasi kwenye kikosi cha Azam, anapewa nafasi kwenye eneo la mabeki wa katikati. Yaani hapa kwa kina Yoro ndio Marakadari kwa anapewa nafasi pale. Jambo ambalo sasa ukipatazama pale pana wachezaji wengi sana. Palikuwa na wachezaji wengi sana ambao pia ukimwangalia yeye pia kimo chake huwezi ukamfananisha na kina Lame Kilawi, huwezi ukamfananisha na kina Twari Gunu, huwezi ukamfananisha kabisa na kina Yoro Diaby walivyokuepo pale, kwa sababu hao wote walikuwa na sifa zile stahiki za madefenders ambao kwenye eneo la namba 4 namba 5 natakiwa defenders uwe kidogo futi zako zimeenda walau futi 6 na kuendelea, kwa sababu utafanya kazi kubwa sana ya kufanya clearance. Unapokuwa beki namba 5 namba 4 at least futi 5 futi 6 inakuwa vizuri sana. Sasa mara kadhaa ulikuwa unamuona kama anapatiwa nafasi kwenye kikosi cha Azam, hapatiwi nafasi kwa kina Rusajo, hapatiwi nafasi kwa kina Pascal. Mara kadhaa alikuwa anapatiwa katikati, jambo ambalo sasa anashindwa kutengeneza stability ya defense. Bwana, kwa namna sajili mpaka sasa